sheria ya Tanzania katika utaratibu wa kisheria wa kumrudisha mtuhumiwa kutoka Marekani inasema hivi: Marekani ina mikataba na nchi 116 duniani ya kubadilishana wahalifu. Tanzania ni miongoni mwa nchi hizo. Tanzania iliingia makubaliano hayo kabla ya uhuru wa 1931 na baada ya mwaka wa 1965. Kwa upande wa Tanzania, utaratibu huo unaratibiwa chini ya sheria ya Extradition Act. Ili mhalifu aweze kurudishwa Tanzania, lazima kosa linalodaiwa kufanya liwe ni kosa la jinai kwenye nchi zote mbili. Sawa? Ndio. Kosa hilo lisiwe la kisiasa. Mtuhumiwa lazima ashtakiwe na kosa lilopo kwenye hati ya kurudishwa na si kwa kosa jingine lolote. So ile hati ya kusema kwamba tunamtaka huyu lazima liwe limeandikwa pale. Na ushahidi. Sawa? Ndio. Na mwanasheria mkuu wa Tanzania anataka apeleke maombi ya kutuhumiwa kurudishwa kupitia ubalozi ambao utafikisha ombi hilo kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na Ofisi ya Mambo ya Kimataifa iliyopo kwenye Wizara ya Sheria ya Marekani. So, unaomba kupitia ubalozi wako kwamba huyu amefanya kosa A, B, K, D. Tunamuomba aje aweze kuface the law. And now because America iko na mikataba na nchi hizi 116, bana inawezekana. Sawa kwa bwana, mahakama nchini Marekani itaendesha kesi mwanzo. Bwana ndo kama kuamua iwapo inafaa mtuhumiwa arudishwe Tanzania au la. So si mmeshtaki nyinyi? So inakaa pale. Huyu Mange Kimambi Tanzania inamtaka. Wanasema mfanya kosa hili. Je, inastahili aende? So koti inaamua. Alafu mwanangu, hata baada ya mahakama kuamua, mwenye uamuzi wa mwisho kuamua mtuhumiwa arudishe ni wizara ama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Kesi imeamua, jaji amesema regea. Sasa waziri wa mambo ya nje ndio atakaa aseme sawa, huyu bwana tuwapatia ama tuwapatii huyu mtu. Sawa? Kwa mujibu wa sheria ya Tanzania, mwanasheria mkuu anaweza kuomba mtuhumiwa arudishwe Tanzania kwa makosa yafuatayo. Nataka muniambie kama Mange Kimambi amefanya mojawapo ya hizi: 1, mauaji, kujeruhi, utekaji, ubakaji, madawa ya kulevya, uharibifu wa mali, ufisadi, biashara ya utumwa, ujangili wa baharini, ilo piracy sio, na uhalifu wa mtandao, utakatishaji wa pesa, money laundering. Money laundering. Na uhalifu wa mtandao. So mwanangu,